Na mtazamaji, hatimaye leo hii baada ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua kufanikisha chama chake kufunguliwa rasmi cha kisiasa katika taifa hili la Kenya. Haya yote ni kwa ajili ya uchaguzi wa Agosti mwaka 2027. Kwa upande mwingine, kesi iliyokuwa ikimkabidhi Mheshimiwa Rigathi Gachagua hatimaye anazidi kupata ushindi siku baada ya siku, na mbaya kabisa ni kwamba Jaji Mwilu huenda kaweza kupoteza nafasi yake afisini, hasa kutokana na agizo hili jipya la Mahakama Kuu, hatua ambayo inazidi kumpa ushindi Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Ila mtazamaji, kwanza kabisa ningependa nikufahamisha kwamba tumeweza kugundua idadi kubwa ya watazamaji katika YouTube channel hii wanaozidi kutazama video zetu bado hamjaweza kusubscribe. Hivyo basi tungependa tuweze kuwasihi muweze kutusupport kwa kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Naam, mtazamaji, imeweza kubainika kwamba kutokana na ushindi anaozidi kupata Mheshimiwa Rigathi Gachagua katika Mahakama Kuu, Jaji Mwilu huenda akaweza kupitia kipindi kigumu katika nafasi yake katika mahakama ya taifa hili la Kenya, kutokana na maamuzi ambayo hayakuwa sawa aliyoweza kuyafanya dhidi ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua kubanduliwa afisini. Kwani sote tunafahamu kwamba kesi iliyopitishwa juzi ni kwamba Mheshimiwa Rigathi Gachagua ndiye ambaye angekuwa yupo afisini hivi sasa iwapo Jaji Mwilu angeweza kufanya maamuzi kinyume na sheria, na sote tunafahamu kwamba haya yote yaliweza kufanyika kutokana na shinikizo la Mheshimiwa Rais Ruto kumbandua Mheshimiwa Rigathi Gachagua afisini na nafasi hiyo kumkabidhi Mheshimiwa Kithure Kindiki. Naam, mtazamaji, idadi kubwa ya Kenya nazidi kufurahishwa na hatua ambayo mahakama hivi sasa inazidi kuendelea ili Mheshimiwa Rigathi Gachagua aweze kupata haki. Je, mtazamaji, wewe mtazamo wako ni upi? Iwapo Mheshimiwa Rigathi Gachagua ataweza kushinda kesi hii, ni sawa Judge Mwilu aweze kubaki katika afisi yake ama aweze kutimuliwa? Ni vema kutochia maoni yako katika uwanja comment section. Subscribe, like, comment na kushare. Bye bye until the next video.